Ndugu zangu wapendwa, jioni hii tumekutanika hapa tukifanya hii ibada inayotangulia ibada ya utoaji wa daraja ya ushemasi, ambapo katika ibada hii wale mashemasi watarajiwa wanakiri imani, wataweka kiapo cha useja na pia kiapo cha ulinzi wa mtoto. Kama mnavyojua, ndugu zangu wapendwa, leo kanisa tunafanya kumbukumbu ya watakatifu Bazili Mkuu na Gregori wa Nazienze ambao walikuwa ni maaskofu na walimu wa kanisa. Masimulizi yanatuambia kwamba Bazili Mkuu alipokuwa katika masomo yake ya teolojia kule Ugiriki, Athene kwa Kiswahili au kwa Kiingereza wanasema Athens, ndipo alipokutana na huyu Gregori wa Nazienze, na tunaambiwa kwamba hawa wawili walikuwa marafiki sana, marafiki wakubwa. Walisali pamoja, waliishi pamoja, walisoma pamoja, na kitu muhimu zaidi ya hivyo ni kwamba walijitahidi kutafuta utakatifu kwa pamoja, kutafuta utakatifu kwa pamoja, yaani kuelekeza nguvu zao katika kutafuta utakatifu. Walifanya jambo jema kabisa, kwa sababu haya mambo ya dunia ni ya kupita, lakini wao licha ya kwamba wanasoma na nini, lakini wakajaribu kutafuta utakatifu na pia kusoma bidii kupata elimu ya kutosha, kila mmoja kwa wakati wake. Anakuja kuwa padri na baadaye kuwa askofu. Na nyakati zao kulikuwa na bado ule uzushi wa Ario ulikuwa bado unaendelea, japo mtaguso mkuu wa Nisea wa mwaka 325 ulikwisha kuketi na kutoa mafundisho kupinga huu uzushi wa Ario. Na huu uzushi ulikuwa unasema kwamba Kristo hakuwa Mungu bali alikuwa binadamu ambaye alipewa karama za kipekee, na ndio maana alikuwa anaweza kufanya miujiza na kadhalika. Kwa hiyo huyu Arius alipinga ule umungu wa Kristo. Sasa na ule mtaguso wa Nisea kajaribu kuweka mambo sawa na kutetea umungu wa Kristo. Kwa hiyo sasa hawa watu wawili, hawa walimu wa kanisa, Bazili na Gregori, kila mmoja sehemu aliyokuwa akifanya utume wake kama askofu, alijaribu kupambana na uzushi, kwa sababu ilikuwa bado naendelea, na kuandika vitabu, kujaribu kuwaelimisha watu, waweka watu sawa. Ndugu zangu wapendwa, kitu cha kujifunza kwa hawa watu wawili, licha ya hizo juhudi zao za kupinga uzushi huo, lakini zile tabia zao za kupenda kukaa pamoja, kusali pamoja na kutafuta utakatifu, wote wanawekeza nguvu zao kutafuta utakatifu.
ninyi ambao mnajiandaa kwa daraja takatifu, mafatiri wetu 12 mlioko hapa, tujitahidi basi kuiga mfano wa hawa watakatifu wawili. Utakapopewa daraja, utapelekwa kwenye parokia, utakutana na ambaye hujawahi kuishi naye, utakutana na padri ambaye hujawahi kuishi naye. Hawa watu wawili Bazili na Gregori, kila mtu alitokea kwake, lakini wamekutana shuleni, lakini wamekuwa kitu kimoja kwa sala, kusoma pamoja na kutafuta utakatifu kwa pamoja. Na sana ninyi naomba mwige mfano wa hawa watakatifu kwa kweli. Mtakapokuwepo kwa kitu kimoja, tutakuwa kwenye maparokia huko kwa kitu kimoja na padri, sio wakati kwa shemasi tu, hata baada ya kuwa padri, kuwa na padri mwenzako, mkawa pamoja katika kusali, mkawa pamoja katika kufanya utume, mkawa pamoja katika kutafuta utakatifu. Hicho ndio kitu muhimu kabisa, kuwa pamoja katika kutafuta utakatifu. Na hatuwezi kusema kwamba watu wanatafuta utakatifu kwa pamoja kama wasali pamoja, kama kila mtu anasali kivyake. Kwa hiyo nawalikeni sana ninyi ambao mnatarajia kupewa daraja, kuja kuishi vizuri na wale ambao mtakuwa nao na kutafuta utakatifu kwa pamoja na kufanya yale ambayo yanayompendeza Mungu kwa pamoja, yale yanayompendeza Mungu kwa pamoja. Hiyo ndio muhimu kabisa. Kwa hiyo ina maana kwamba wote kuelekezana kwa Mungu. Tumesikia katika somo la leo Petro akiwahubiria wale wazee wenzake, yaani viongozi wa taifa la Mungu, viongozi wa makanisa, akiwasihi wawaongoze watu kwa unyenyekevu, kwa upole, kwa unyenyekevu na kwa upole, na sio kwa mabavu, sio kwa mabavu, bali kwa moyo, na kuwa mfano kama Kristo alivyokuwa mfano kwetu. Tumesikia hayo. Kwa yule aliyepewa daraja, mnajiandaa kupewa daraja, utakuwa na kundi unaloliongoza. Je, hilo kundi utaliongoza kwa moyo wa upendo, kwa unyenyekevu, au kwa mabavu? Sasa Petro ameshatoa tahadhari, tusifanye kwa mabavu. Kwa mabavu ni pale ambapo unajiona kwamba wewe ndio wewe tu, hakuna mwingine. Nilikwisha sema, hakuna mjadala hapa. Utasema namna, nishakusha sema, hakuna majadiliano hapa. Nimekwisha sema. Tusiongoze watu kwa mabavu, ila kwa moyo na kwa upendo. Na anasema kwamba wala tusitafute nini, tutafute mali, tutafute fedha. Fanya utume wako kwa ajili ya kuwahudumia watu. Hakuna ambaye anatafuta kuwa shemasi na baadaye padri ili kwa ajili ya kutafuta mali. Kama ni hivyo, mtu ana matazamio hayo au ana malengo hayo, tayari yuko nje ya reli, yuko nje ya reli kabisa. Atembee katika ile njia ambayo ni sahihi. Kwa hiyo yachukue maneno hayo ya Petro, yakae katika mioyo yetu. Tutakapofikia hatua hiyo, kwa mashemasi, kwa mapadi, baadaye tuwatumikie watu kwa moyo wa upendo na sio kwa mabavu, sio kwa mabavu. Ndugu zangu wapendwa, ambaye anasubiria kupewa daraja kama ninyi hapa mlioko 12, sheria ya kanisa inatutaka tuwe na
mambo yafuatayo. Kwanza, tuwe watu ambao wenye imani thabiti. Imani thabiti, yaani kuamini kile ambacho kanisa linaamini, kuamini kile ambacho kanisa linaamini. Na kama mtu tayari anaamini tofauti na kile ambacho kanisa linaamini, huyo hana sifa za kuwa nani? Hana sifa za kuwa mklero katika kanisa, hana sifa kabisa. Na mtu katika malezi akishaanza kukumbatia ideolojia fulani hivi ambayo unaona kwamba hii haiendani na kile ambacho kanisa linafundisha, huyo anakuwa disqualified, hafai. Kwa hiyo naombeni muwe na ile imani ambayo kanisa linakiri. Ya pili, lazima kuwa na nia thabiti, kuwa na nia thabiti. Na hii nia ni nini? Nia sio thabiti, sema nia sahihi. Tuchukue neno sahihi, nia sahihi. Na nia sahihi anayetarajiwa kupewa daraja ni kumsaidia askofu wa jimbo. Hiyo ndio nia sahihi, kumsaidia askofu wa jimbo. Kwa hiyo mnajiandaa kupewa daraja mkiwa na nia hiyo kwamba lengo langu la kuwa shemasi na baadaye kuwa padri ni kumsaidia askofu wa jimbo. Hivyo ndio muhimu kabisa, hiyo ndio nia sahihi. Nia ambayo si sahihi ni ile kwamba nakuwa shemasi au padri nikatafute sifa, nikatafute mali na kadhalika. Hiyo ndio nia ambayo si sahihi. Kwa hiyo nawasihi mjue hivyo kabisa kwamba lazima kuwa na nia ambayo ni sahihi. Tatu, lazima kuwa na sifa nzuri mbele ya watu. Sifa nzuri mbele ya watu. Malezi ambayo mmepata seminarini huko yalikuwa ni kuwafanya ili muwe na sifa nzuri. Inajaribu kuwafanya ni kuwaunda, kuwaunda kuwa tofauti na watu wengine, tofauti na watu wengine. Na ndio maana wale ambao wako seminarini wachanganya na vijana wa kawaida, mtu anaweza kujua kwamba huyu ni mseminari, yule ni mseminari, yule ni mseminari. Na kama hutatambulika, basi kuna dosari katika malezi, tutakuwa kuna kitu ambacho kimepungukiwa pale. Ndio maana mtu ameshindwa kujua kwamba huyu ni mseminari. Kwa hiyo yale malezi yanakuunda unakuwa tofauti na kijana wa kawaida. Kwa hiyo naambia anayesubiria daraja awe na sifa nzuri mbele za watu. Mtu ambaye kwa mfano anakunywa sana alafu kila wakati anaokotwa kwenye mfereji huko, amedondoka huko, huyo hana sifa nzuri mbele za watu. Mtu ambaye anaongea ovyo ovyo, anatukana watu matusi kibao, huyo hana sifa nzuri mbele za watu, hana sifa nzuri mbele za watu. Kingine cha nne ni kuwa na fadhila, wala kuwa na fadhila kadhaa katika maisha yako. Kwa ni mtu ambaye ana upendo, mtu ambaye ni mnyenyekevu, mtu ambaye ana moyo wa kusamehe, mtu ambaye ana moyo wa kutumikia na kadhalika. Yaani wala huwe na fadhila kadhaa katika maisha yako, na watu waone kwamba huyu ni tofauti kidogo na watu wengine. Tano ni elimu ya kutosha. Ni wazi umepata elimu ya kutosha ya filosofia na ya teolojia, na ndio maana mko tayari kufanya nini? Kupewa daraja. Kwa sababu mtu kama hajaiva vizuri katika elimu ya filosofia na teolojia, hapana, lazima awe amesoma vya kutosha, kwa sababu anaenda kuhudumia watu ambao na wenyewe wamesoma.
anaenda kuhudumia watu ambao wanahitaji kupata elimu fulani. Kwa hiyo wewe umeshakuwa mtu ambaye umeiva vizuri kwa ajili ya kwenda kuwahudumia taifa la Mungu. 7, lazima mtu uwe, si kwa Swahili nitasemaje, lakini walao psychologically fit. Psychologically fit, mtu ambaye kisaikolojia haipo vizuri, mtu ambaye anaona maruweruwe kila wakati na nini, hapana. Hapana, huyo tunaambiwa kwamba hana vigezo vya kupewa daraja. Yaani maruweruwe au yani psychologically unfit, sio mwenda wazimu, sio nini, lakini unaona kwamba haipo sahihi huyu mtu. Kuna kitu ambacho ni dosari katika ile nafsi yake, kitu ambacho dosari katika nafsi yake, anachokifanya unaona kwamba hakiendani na ile hali yake. Kuna kitu ambacho kimepungua. Wengine wanasema labda kuna nati ambayo katika bongo ambayo imelegea. Kwa hiyo lazima kuwa kisaikolojia uko vizuri kabisa kabisa, huoni maruweruwe, unajitambua na kadhalika. 8, wanasema kwamba uwe physically fit. Tamshukuru Mungu ambao mko hapa, mko physically fit, kwamba Mwenyezi alivyokuumba amekuumba ukiwa na nguvu. Maana kazi ambayo unaiendea ni kazi kubwa, kazi kubwa, lazima kufanya kazi. Kama kuna dosari za kimaumbile zinaweza kuzuilia usifanye utume wako vizuri, na ndio maana sheria hiyo imeweka kigezo hicho kwamba uwe physically fit. Unaweza kukimbia huko, unaweza kurukaruka, unaweza kunyosha mikono, unaweza kupiga magoti. Sasa kwa mfano kama huwezi kupiga magoti inakuwaje sasa? Au huwezi kukimbia? Kwa hiyo walao ulivyoumbwa kimwili, basi unakuwa fit, na tunamshukuru Mungu ninyi ambao nasubiria daraja, kwa kweli mko physically fit. Basi ndugu zangu wapendwa, naposubiria kuweka kuja kutoa daraja ya ushemasi, kuna hicho kiapo cha useja. Kiapo cha useja, kiapo cha useja ina maana kwamba hakuna kuoa. Ndio maana yake, hakuna kuoa. Kanisa Katoliki la Magharibi, Latin Church, Kanisa Katoliki la Magharibi, mapadri, maskofu hawaoi. Mapadri, maskofu hawaoi. Kanisa Katoliki la Magharibi. Kanisa Katoliki la Mashariki, mapadri wanaoa na kadhalika, wanaoa. Lakini katika kanisa letu la Kilatini la Magharibi hakuna kuoa. Kwa hiyo leo mnaweka kiapo kwamba mambo ya ndoa ni kwa heri. Si kama kuna mtu ambaye mpaka leo hii ana mpango wa kuoa. Kama ulikuwa na mpango wa kuoa na wakati huo unasubiria daraja, au umeshapotea. Kwa hiyo kiapo cha useja ni muhimu sana, ni muhimu na lazima kwa naye subiri kupewa daraja, awe wa jimbo awe mtawa, awe wa jimbo awe mtawa. Hata kama mtawa ameshaweka nadhiri ya usafi wa moyo, bado anapasika, bado anapasika, kwa sababu ninyi ni walao, ni wote ni wa jimbo, hakuna mtawa hapa. Ninyi wa jimbo, hakuna mtawa. Lakini angekuwa mtawa na yeye angefanya, japo alishaweka nadhiri ya usafi wa moyo. Ni kwa sababu tu kwamba nadhiri na hicho kiapo cha useja ni vitu tofauti, kwa sababu kiapo cha kwanza, nadhiri
ni kwamba siku yote unaweza kafika mahali ukaacha utawa ama ukaachishwa utawa na ukawa unabakia na upadri wako, unabakia na upadri wako, na padri haruhusiwi kufanya nini? Haruhusiwi kuning'inia tu bila kuwa na mahali. Kwa hiyo aliyefukuzwa kwenye utawa au aliacha kwa hiari yake si mtawa tena, lakini padri anatafuta askofu tu akumpokea huko aendelee na shughuli zake za upadri. Sasa kama alikuwa hajaweka kiapo cha useja, huyu ambaye amefukuzwa au ameacha, tunaweza kusema kwa maneno mengine kama anapunja wengine, kwa sababu hana nadhiri zinavyoondolewa kwisha na hakuwa ameweka kiapo cha useja. Sasa kwa hiyo unakuta kwamba unakuja kuwa na padri ambaye hana kiapo cha useja. Ndio maana wote without distinction, uwe mtawa, uwe wa padri wasio wa jimbo, lazima kuweka kiapo cha useja. Kwa hiyo mnaingia kiapo cha useja kwamba hakuna kuoa, na ukiingia ndani zaidi, basi kutunza usafi wa moyo kwa njia ya kiapo hicho cha useja. Halafu kuna kukiri imani. Lazima usadiki kwa Mungu, usadiki kwa kanisa na kujitoa kwa ajili ya kanisa. Halafu kuna kiapo cha ulinzi wa mtoto. Siku hizi kanisa liko makini sana na ulinzi wa mtoto, ulinzi wa mtoto. Kwa hiyo popote pale ambapo utakapokuwepo, hakikisha kwamba unalinda watoto wasipate madhara yoyote. Kumlinda mtoto, na wewe usiye sababu ya kufanya kwamba mtoto awe anateseka, usiye sababu ya mtoto kuteseka, ila mtoto apate ulinzi kutoka kwako wewe. Kwa hiyo pia hicho ni muhimu sana. Siku hizi kanisa liko makini sana katika hilo, na yule ambaye anayewahujumu watoto kama ni mtu wa kanisa, utakuwa na hatima yako itakuwa mbaya sana, hata upadri unaweza kufukuzwa. Kanisa sasa liko makini sana katika hiyo ulinzi wa watoto. Kwa hiyo basi mtafanya kiapo hicho kwa ajili ya kulinda watoto. Basi ndugu zangu, nimalizie hapo. Kuna mahubiri ambayo yameandaliwa na mama kanisa, tutayasikia, tutayasoma kwa haraka haraka. Tumsifu Yesu Kristo.